Kwa ufupi, historia ya mapitio ya katiba nchini Tanzania. Nadhani wote mnafahamu kwamba tulipata huru mwaka 61 na mwaka huo 61 tulikuwa na katiba ya uhuru wa Tanganyika. Katiba hii ilitokana na azimio ya sheria ya uhuru iliyopitishwa, azimio ambalo lilipitishwa na bunge la Uingereza na kuanzishwa kama katiba ya awali ya Tanganyika. Katiba hii iliandaliwa na Waingereza nchini Uingereza na kuletwa hapa nchini kaanza kutumika. Hata hivyo, ilikuwa na mapungufu makubwa, ikiwemo kutegemea maamuzi mengi kutoka Uingereza chini ya Malkia ambaye ndiye alikuwa mkuu wa nchi kwa kipindi hicho. Katiba ya pili ni ya mwaka 1962, katiba ya Jamhuri. Utungaji wa katiba hii haukuhusisha wananchi wa kawaida, bali uliendeshwa na wabunge 71 wa chama cha TANU waliokuwa bunge maalum la katiba. Katiba ya mwaka huu 1962 iliunda mfumo ambao rais alikuwa ni mkuu wa nchi, amiri jeshi mkuu na kiongozi wa serikali, huku baraza la mawaziri na waziri mmoja walikuwa wanawajibika moja kwa moja kwa rais na badala ya kuwajibika kwa bunge. Katiba ya tatu ni ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar ya mwaka 1964. Katiba hii ilikuwa ya kwanza ya muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar, iliyotokana na makubaliano ya muungano yaliyofanywa kabla ya kuanzishwa kwake tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 1964. Katiba hii iliunda mambo 11 ya muungano ambayo kwa sasa yameongezewa au yameongezeka hadi kufika 22. Katika kuanzishwa kwa muundo wa serikali mbili, rais wa Zanzibar aliteuliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano na mjumbe wa baraza la mawaziri. Katiba hii ilianzishwa kwa tamko la rais na kuridhiwa na bunge la Tanganyika na baraza la wawakilishi la Zanzibar, ikizingatiwa kuwa muda wa mwaka mmoja pekee, huku ikiweka utaratibu wa kuandaa katiba ya kudumu kupitia tume ya katiba na bunge la katiba. Tume hii ya kwanza ya katiba ya Tanzania ilikuwa chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rashidi Mfaume Kawawa. Baada ya katiba ya mwaka 64, katiba nyingine ya mwaka 65, katiba ya muda ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au interim constitution. Katiba hii inafahamika kama katiba ya mpito na ilirasimisha mfumo wa chama kimoja cha siasa. Ingawa wakati huo kulikuwa na vyama viwili, kwa maana ya Tanganyika ilikuwa chini ya Tanganyika African National Union kwa maana ya TANU, lakini pia Zanzibar ilikuwa chini ya Afro Shirazi Party ASP. Katiba ya chama cha TANU ilijumuishwa ndani ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katiba hii ilitokana na mchakato wa tume ya rais ya katiba iliyokusanya maoni baadhi ya wananchi. Baada ya muda mambo ya muungano yalianza kuongezeka na kupelekea kuwa na mjadala endelevu, na hadi sasa kumekuwa na mjadala mpana kuhusiana na swala la muungano. Ni moja ya ajenda ambazo ni hot kwenye masuala ya katiba mpya. Baada ya katiba mwaka 65 ndipo sasa tukapata katiba yetu ya kudumu ya sasa hivi, katiba ya mwaka 1977. Katiba hii ilipatikana kupitia tume ya rais iliyokuwa na wajumbe 20, 10 kutoka Tanzania bara na 10 kutoka Zanzibar, na ilikuwa inaongozwa na Sheikh Thabit Kombo na katibu wake akiwa ndugu Pius Msekwa. Tume hii ilianza na kazi ya kutunga katiba ya CCM ambayo ilizaliwa baada ya kuunganishwa vyama vya TANU na ASP tarehe 5 Februari 1977. Katiba yenyewe ilijikita katika misingi mikuu mitatu ambayo ni urais, mfumo wa chama kimoja cha siasa na muundo wa serikali mbili. Katiba hii ilipitishwa na bunge maalum lililoteuliwa na rais kutokana na bunge la kawaida. Katiba hii imefanywa mabadiliko mara 14 tangu ilipopatikana. Kwa tangu mwaka 1977 katiba hii imeshafanywa marekebisho au amendments mara 14. Sasa mabadiliko hayo nitaeleza pia kwa kifupi. Michakato mbalimbali ya mabadiliko ya katiba ya mwaka 1977. Mabadiliko haya madogo
ya katiba yaliyokuwa yanafanywa kupitia utungwaji wa sheria. Kulikuwa na sheria maalum ambazo zilikuwa zinatungwa na bunge kwa ajili ya kurekebisha jambo fulani kwenye katiba kama ambavyo nitaeleza hapa. Na michakato hii haikuhusisha sana ushirikishwaji wa wananchi, na ni tofauti pia hii michakato na utengenezaji wa katiba mpya au utungwaji wa katiba mpya. Kwa haya ni mabadiliko tu ambayo sheria ilitungwa ikapitishwa na bunge na kusainiwa na rais, kwa sababu mnafahamu kama sheria ili iwe sheria baada ya kutungwa na bunge lazima isainiwe na rais. Kwa hiyo kuna sheria ambazo zinatungwa kwa ajili ya marekebisho ya hiyo katiba. Mabadiliko ya kwanza ni ya mwaka 1979. Kwa hiyo ni miaka miwili tu baada ya kupata katiba ya kudumu mabadiliko ya kwanza yalifanyika. Mabadiliko haya yalifanyika kwa kuandikwa kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77 baada ya miaka hiyo miwili, na jambo kuu katika haya mabadiliko ni kuanzisha kwa mahakama ya rufani inayofanya kazi Tanzania bara na Zanzibar. Mahakama ya rufani inafanya kazi kwa maana inapokea mashauri yote kutoka upande wa Zanzibar na upande wa Tanzania bara. Kwa hiyo ndio marekebisho ya kwanza ya mwaka 79. Mabadiliko ya pili ni ya mwaka 1980. Kutokana na changamoto zilizokuwepo katika muungano, mabadiliko haya yalilenga kushughulikia kero hizo za muungano, hasa masuala yaliyoibuka kutoka Zanzibar. Lengo lilikuwa kuimarisha muungano, lakini kwa bahati mbaya marekebisho haya hayakufanikisha jambo hili na kupelekea marekebisho mengine ya tatu ndani ya mwaka huo mwaka 1980. Kwa hiyo mabadiliko mengine ya tatu yalifanyika mwaka 1980. Mabadiliko haya yalikuja kuweka sawa mfumo wa uchaguzi wa rais wa Zanzibar, mfumo wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na muundo wa baraza la wawakilishi. Baada ya marekebisho mengine yamefanyika mwaka 1982. Mabadiliko hayo yalizingatia zaidi kuimarisha mfumo wa utawala wa serikali za mikoa. Kupitia marekebisho haya uliweka utaratibu rasmi wa uteuzi wa wakuu wa mikoa ambao tunao hadi hivi sasa katika kila mkoa wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kupitia marekebisho ndo uteuzi wa wakuu wa mikoa ukaanza. Mabadiliko mengine ya tano ya katiba yalifanya mwaka 1984. Mabadiliko haya yalikuwa ni makubwa sana na ya kihistoria kwa sababu ndio marekebisho yaliyotambua rasmi haki za binadamu ndani ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kupitia mabadiliko haya sura mpya ya haki za binadamu na wajibu au Bill of Rights tunasema wa kila raia iliingizwa katika katiba, na hivyo kuweka msingi wa kikatiba wa kulinda hadhi, uhuru na haki za msingi za binadamu. Hatua hii ilifungua ukurasa mpya wa maendeleo ya kikatiba nchini kwa kuainisha katiba na viwango vya kimataifa vya haki za binadamu na kuwa nguzo muhimu katika ujenzi wa demokrasia na utawala wa sheria nchini. Kabla ya hapo sio kwamba haki za binadamu hazikuwepo, zilikuwepo, isipokuwa zilikuwa zijawekwa kwenye katiba rasmi. Sasa kupitia mabadiliko ya mwaka 1984 haki za binadamu pamoja na wajibu wa msingi wa kila raia uliwekwa kwenye katiba, ambao pia ni takwa la hiyo mikataba ya kimataifa mbalimbali ambao Tanzania ilikuwa tayari imesharidhia na wakati huo. Mabadiliko ya sita yalifanyika mwaka 1990 na yalianzisha tume ya kuajili mahakama. Msingi mkubwa wa haya mabadiliko, tume ya kuajili ya mahakama ilianzishwa ikilenga kuhakikisha uteuzi wa haki na uwajibikaji ndani ya mfumo wa mahakama. Marekebisho haya pia yalipiga marufuku maamuzi ya tume ya uchaguzi kuhojiwa katika mahakama au na chombo kingine chochote pale ambapo tume hiyo ilitoa maamuzi kuhusiana na malalamiko yaliyohusiana na uchaguzi wa ubunge. Baada ya mabadiliko hayo pia mwaka huo 90 pia kulikuwa na mabadiliko mengine tena. Mabadiliko ya saba ya mwaka 1990. Mabadiliko haya yaliweka masharti mapya kuhusu mchakato wa uchaguzi wa rais wa Zanzibar, na marekebisho haya yaliruhusu uteuzi wa mgombea mmoja tu kwa kila uchaguzi kwa maana Zanzibar, ambapo mgombea huyo alikuwa anateuliwa na kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa. Baada ya uteuzi huo alikuwa anaidhinishwa na halmashauri kuu ya taifa ya chama ili kuidhinishwa, na baada ya hapo wananchi walikuwa wanapiga kura ya ndio au hapana kwa mgombea huyo. Kura za ndio zikiwa nyingi anapita, zikiwa nyingi
za hapana zikiwa nyingi anakuwa hajapitishwa, lakini haijawahi kutokea kwamba hajapitishwa. Mabadiliko mengine ya 8 sasa yalifanyika mwaka 1992. Katika mabadiliko haya ya huu mwaka, Rais Ali Hassan Mwinyi aliunda tume ya kuangalia mfumo bora wa siasa nchini ikiongozwa na marehemu Jaji Mkuu Francis Nyalali. Tume hiyo ilifanya kazi nzuri sana ikisafiri nchi nzima kukusanya maoni ya wananchi. Kutokana na kazi yake, tume ilipendekeza mambo kadhaa ikiwemo haja ya kufutwa kwa sheria 40 kandamizi. Ilipendekeza hizo sheria zifutwe. Aidha, tume ilipendekeza kuzifanyia mabadiliko makubwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ile katiba ya Zanzibar. Mengi ya mapendekezo ya tume hii hayakukubaliwa na serikali isipokuwa pendekezo kuu la kuachana na mfumo wa utawala wa chama kimoja cha siasa kwenda kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa ndio lilifanywa kazi. Mabadiliko haya yalikuja wakati huu ambao kuna vuguvugu kubwa sasa la mabadiliko la kidunia kuelekea demokrasia ya vyama vingi. Mabadiliko haya yalifuta rasmi mfumo wa chama kimoja nchini na kuanzisha mfumo wa vyama vingi vya siasa. Vile vile kupitia mabadiliko muundo wa bunge la muungano ulibadilika na kuanzisha viti maalum vya wanawake 15% na 5 kutoka baraza la wawakilishi. Usajili wa vyama vya siasa na uteuzi wa wagombea kupitia vyama vya siasa ulianzishwa kutokana na mabadiliko ya mwaka huu 1992. Mabadiliko ya 9 yalifanyika mwaka 1993 ambapo mabadiliko haya yalifanywa kwa kurekebisha utaratibu wa uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kutamka kuwa rais anaweza kuondolewa kwa kura ya bunge ya kutokuwa na imani naye. Kuanzisha pia nafasi ya waziri mkuu ilianzishwa kikatiba na namna ya kumuondoa kwa kura ya kutokuwa na imani naye. Kwa hiyo mabadiliko yalianzisha utaratibu wa kuweza kumuondoa rais au waziri mkuu kwa bunge kupiga kura ya kutokuwa na imani naye. Mabadiliko mengine ni ya mwaka 1994. Haya ni mabadiliko ya 10. Mabadiliko haya yalihamisha chaguzi za madiwani na kuweza kufanyika pamoja na uchaguzi wa rais na wabunge. Pia mabadiliko haya yaliipa mamlaka Tume ya Taifa ya Uchaguzi kusimamia chaguzi hizo. Kwa hiyo kutoka kwenye mwaka 94 ndio uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani kwa unafanyika kwa pamoja. Mabadiliko ya 11 yalifanyika pia mwaka 1994 ambapo mabadiliko haya yalitokea wakati nchi ilipokuwa ikijiandaa sasa kwa ajili ya uchaguzi wa vyama vingi ule mara ya kwanza mwaka 1995. Na mapendekezo yalitokana na ushauri wa tume ya Jaji Mark Bomani iliyopendekeza kuwepo kwa mgombea mwenza wa urais wa Jamhuri ya Muungano ambaye angechaguliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kutokana na hili, Rais wa Zanzibar aliacha nafasi ya makamu wa rais, lakini aliendelea kuwa mjumbe wa baraza la mawaziri. Mabadiliko mengine yalifanyika mwaka 1995 ni mabadiliko ya 12 ambapo kwenye mabadiliko hayo ya mwaka 95 yaliweka utaratibu wa rais wa Jamhuri ya Muungano na makamu wake, waziri mkuu na rais wa Zanzibar kula kiapo cha kulinda muungano. Mabadiliko haya yaliweka ukomo wa rais kuwa ni vipindi viwili vya miaka 5 ambavyo hivi sasa vipo. Rais wa chama fulani akigombea mwaka huu akishinda atawala miaka 5, chama chake kimlisha tena akigombea awamu ijayo miaka 5 ya mwisho. Haiwezi kuzidi hapo. Ni kupitia mabadiliko ya mwaka huu. Lakini mabadiliko mengine ya 13 ni ya mwaka 2000. Mabadiliko haya yaliweka utaratibu kuwa rais anaweza kuchaguliwa na kutangazwa mshindi kupata kura zozote zile ilimradi awazidi wengine. Kabla ya mabadiliko haya mgombea urais asingeweza kutangazwa bila ya kuwa amepata kura 51%. Kwa hiyo mabadiliko haya yaliondoa hicho kigezo au hilo takwa, hilo hitaji. Baada ya mabadiliko hayo sasa yalimpa rais uwezo wa kuteua pia wabunge 10 wa bunge la Jamhuri ya Muungano. Vile vile mabadiliko hayo yaliongeza viti maalum vya wanawake kutoka 15% hadi 20%. Mabadiliko ya mwisho ya kwenye katiba ambayo yalifanyika kisheria ni mabadiliko ya 14 ya mwaka 2005 ambapo kwenye mabadiliko haya
yaliongeza viti maalum vya wanawake kutoka 20% hadi 30%. Pia mabadiliko haya yaliweka bayana zaidi uhuru wa kuabudu, uhuru wa kushirikiana na watu wengine, uhuru wa maoni na kujieleza, na kuondoa vizuizi vyote vilivyokuwepo kwenye katiba. Mabadiliko haya pia yaliweka utaratibu wa kuteua wabunge viti maalum viti maalum vya wanawake kutegemeana na uwiano wa ushindi wa kila chama katika kura za ubunge majimboni. Sasa baada ya haya mabadiliko 14, kutokana na kwamba vuguvugu lilikuwepo na kama mnavyoona kwamba mabadiliko yamefanyika mara 14, manake takwa la kuhitaji katiba mpya liliendelea kuwepo kama ambavyo tumeeleza hapo awali. Ndio sasa mchakato wa mwaka 2011 wa katiba mpya ambayo iliishia njiani ulianza. Sawa? Naendelea. Okay. Sasa baada ya mabadiliko ya mara 14, mchakato wa mwaka 2011 ulianza. Na ulianza vipi? Nitaeleza pia kwa kifupi. Mchakato huu ulianza pale ambapo rais wa awamu hiyo, awamu ya 4, Dr. Jakaya Mrisho Kikwete alipokuwa anahutubia hotuba yake ya kuaga mwaka 2010, alihutubia kwamba serikali iko tayari kuanzisha mchakato wa katiba mpya, na mchakato wa katiba mpya sasa ulitungiwa sheria. Sawa? Kwa hiyo ulipotungiwa sheria ilikuwa inaitwa sheria ya marekebisho au sheria ya mabadiliko ya katiba namba 8 ya mwaka 2011. Sheria hii ilianzisha tume ya mabadiliko ya katiba chini ya Judge Joseph Sinde Warioba, ikihusisha wajumbe 32 kutoka Tanzania bara na Zanzibar, wakiwemo wanasiasa, wasomi, azaki, viongozi wa dini na makundi mengine ya kijamii. Tume ikiwa na sekretari, ilikuwa pia na sekretarieti yake, iliongozwa na Asa Ahmed Rashid ambaye alikuwa ni katibu, na Kasmiri Sumba Mkyuki ambaye alikuwa ni naibu katibu. Ilipewa miezi 18 hadi miezi 20 kukusanya maoni ya wananchi na kuandaa rasimu ya katiba mpya. Kwa hiyo kama ambavyo nimesema, kupitia hii sheria ya mabadiliko ya katiba, tume ilipewa miezi 18 hadi 20 kwa ajili ya kuandaa rasimu ya katiba mpya, na ilifanya hivyo. Sasa rasimu ya kwanza, iliandaa rasimu ya kwanza, lakini baadaye kaandaa pia rasimu ya pili. Baada ya kukusanya maoni kutoka kwa wananchi, tume ya mabadiliko ya katiba iliandaa rasimu ya kwanza iliyoakisi maoni hayo. Rasimu hiyo iliwasilishwa kwenye mabaraza ya katiba ya wananchi kwa uhakiki na maboresho zaidi. Baada ya mchakato huu, tume iliandaa rasimu ya pili ya katiba ambayo iliwasilishwa kwa rais Jakaya Mrisho Kikwete, kwa sababu ilikuwa ni takwa la kisheria, mnamo Disemba 2013. Rasimu ya pili ya katiba iliboresha zaidi mapendekezo ya rasimu ya kwanza, ikizingatia maoni ya wananchi katika hatua mbalimbali. Sasa baada ya kuandika hiyo rasimu na kuwasilishwa kwa Mheshimiwa Rais, sheria pia ilitaka tume kuwasilisha hiyo rasimu bungeni. Sheria ya mabadiliko ya katiba ilianzisha bunge maalum la katiba, na ilikuwa na wajumbe kutoka makundi matatu. Kundi la kwanza lilikuwa ni wabunge wote wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kundi la pili lilikuwa na wajumbe wote wa Baraza la Wawakilishi la Zanzibar, na kundi la tatu lilihusisha uteuzi wa wajumbe 201 walioteuliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano kutoka makundi mbalimbali ya kijamii hapa Tanzania. Makundi hayo ya kijamii yalikuwa ni azaki, taasisi za kidini, vyama vya siasa vyenye usajili wa kudumu, taasisi za elimu, makundi ya watu wenye ulemavu, vyama vya wafanyakazi, wafugaji, wavuvi, wakulima na makundi mengine yenye malengo yanayofanana. Hata hivyo, uteuzi wa wajumbe 201 ulilalamikiwa kwa kuwa sheria ilimpatia rais mamlaka uteuzi wa mwisho wa hawa wajumbe ambao makundi ambao nimeyataja hapo juu, jambo lililopunguza madaraka ya wananchi kuchagua wawakilishi wao ambao walikuwa wanawataka wenyewe. Aidha, uteuzi huu uliendeleza utaratibu wa kuteua wanasiasa katika makundi ambayo kimsingi hayakupaswa kushiriki kama wawakilishi, sababu tunajua makundi ya wanasiasa kwa wengi
ndio yanapelekea muda mwingine kukwama kwa mchakato. Sasa kama ambavyo nimesema, sheria iliipa tume kuandaa hizo rasimu, lakini pia sheria ilisema kwamba lazima tume itawasilisha hiyo rasimu katika bunge maalum la katiba baada ya rasimu kuwa imewasilishwa kwa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo sasa rasimu ya katiba baada ya mchakato wa kukusanya maoni kukamilika na rasimu hiyo kuzinduliwa na Mheshimiwa Rais Jakaya Mrisho Kikwete, mwenyekiti wa tume ya mabadiliko ya katiba Mheshimiwa Jaji Joseph Sinde Warioba aliwasilisha rasimu ya katiba hiyo ndani ya bunge maalum la katiba, na baada ya kuwasilishwa hiyo rasimu kwenye bunge maalum la katiba, majadiliano yalifanyika na michakato ya namna hiyo, na ilipelekea kupitishwa kwa katiba pendekezwa ambayo tarehe 2 Oktoba 2014 bunge maalum la katiba lilipitisha katiba pendekezwa iliyozinduliwa rasmi tarehe 8 Oktoba 2014. Katiba hii pendekezwa ilalamikiwa kuacha baadhi ya maoni muhimu ya wananchi yaliyokuwepo kwenye rasimu ya Jaji Joseph Sinde Warioba, na baada ya kuacha maoni mambo mengi yaliendelea na ikapelekea mchakato